sioni kama kuna shida, kwa sababu hakuna zuio lolote kwa vyama vilivyopo vyenye usajili kamili pale kwa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Nikisema hakuna zuio, maana yake hakuna kauli au sheria au tamko la mtu yoyote kwamba imezuia au imesitisha shughuli za siasa. Shughuli za siasa toka Mheshimiwa Rais alipotoa tamko lake miaka mitatu iliyopita kwamba siasa zilirudi kwenye hatua yake ya kawaida, kwa maana kwenye shughuli zake za kawaida, tumeendelea kuwa hivyo. Hata tumeingia katika uchaguzi mkuu, kila chama kimepata nafasi, kila chama kimefanya kilichofanya na kimevuna kilichovuna. Kwa hiyo nikijibu vizuri kwamba sisi kisiasa tuko vizuri, kwa sababu hakuna tatizo lolote katika siasa la waziwazi la kimfumo ambalo tunaweza tukalizungumzia kwamba kuna shida. Zipo changamoto ndogo ndogo ambazo kisiasa huwa zinakuwepo, mfano labda migogoro ya vyama vya siasa, migogoro ya chama na chama. Na hiyo toka tumeanza multi party system hatua ya pili, hiyo ilitokea tu. NCCR walikuwa na nguvu kubwa, wakaja baadaye kukaingia mgogoro katibu mkuu wake na Mheshimiwa Malandu na Mheshimiwa Mlema, lakini ikaenda tena huko UDP, huko Chadema, huko wapi, migogoro imekuja kwa sababu NCCR ikaingia mgogoro, kukazaliwa PPT Maendeleo, kukazaliwa baada ya mgogoro. Lakini chama cha Chadema mara ya kwanza kutokea mgogoro ikazaliwa SAU, ikatokea mgogoro tena ikazaliwa ACT Wazalendo wa juzi. Kwa hiyo ipo na ndio afya yenyewe ya siasa, lakini kwa ujumla hakuna shida katika mifumo yetu ya kisiasa, kwa sababu hakuna sheria inatuzuia, hakuna mtu anayetubana, hamna changamoto. Changamoto iliyopo ni sisi wenyewe, uwezo wetu sasa, kwamba nchi ipo, watu wapo, na namna ya kuwafikia hatuwafikii. Hiyo sasa ni changamoto ya vyama vyenyewe, lakini katika mifumo ya kisheria hakuna shida yote ya mifumo ya siasa. Tuliona mgombea wa sasa, Bwana Mlengo, nijibu vizuri. Sema sasa, unajua maswali yako wewe yanakuwa maswali ya utata, alafu utaniharibia story yangu. Maswali yako ndio itakuwa story. Ndio changamoto hapo, wewe ndio mimi ndio tunagombana wewe hapo hilo. Iko hivi. Mimi pointi yangu kubwa ya mkutano huu wa leo ni uchaguzi mdogo wa Peramiho. Ndio kubwa. Yaani ndio kiini. Sasa haya unaosema haya, sawa, kwa sababu ni katibu mkuu, si vibaya na wewe kutaka kujua, kwa sababu ndio eneo letu. Lakini turudi kwenye ile nianzia kwenye maneno yangu hapa, kwamba hizo ni changamoto ambazo mimi nazihesabia yaliyopita si ndwele. Ni mambo ambayo yashaingia kwenye mfumo na yanafanywa kazi. Huyu aliyeko mahakamani anajua na anaendelea na pambano huko, mimi najua atashinda au atoshinda, mahakama itaamua. Huyo mzee Lipumba na yeye ana mambo yake yanahusu yeye na chama chake, atapambana na hali yake. Nafikiri chama chake wamefanya uchaguzi juzi, nafikiri washamaliza hiyo shida, washapata mwenyekiti mwingine, maisha yanaendelea. Na hao wengine wote. Hizo ndio afya kwenye siasa ya demokrasia ya vyama vingi. Yaani uwezi kuwa na nchi yenye vyama 19 vya siasa alafu ikapita, yani mkawa katika maisha yenu mnakwenda kukaa tu kuko ushwari kabisa hivi namna hiyo, haitawezekana. Kwa hiyo hayo huko ndio kukua kwa demokrasia. Kwa hiyo wapo sasa watu watazungumzia tu kwa nini mwenyekiti wetu wa kafu kaondolewa, ndio kukua kwenyewe. Wapo wanaozungumza kwa nini mwenyekiti wetu kazuiliwa yuko mahakamani, huko ndio kukua kwenyewe. Na tupo sisi tunasema tunataka uchaguzi uwe wa haki. Ndio kwa ujumla wake, yani hiyo ndio afya yenyewe ya demokrasia, na ndio demokrasia yenyewe ushamili wake ndio huo. Kwa hiyo watu yasiwatishe hayo. Huyo aliyeondolewa kiutatu naye sema, huyo aliyopo mahakamani na huyo ambaye anaongea hapa leo, kesho utasikia naye kidogo yupo pale sehemu ya kuionea mchai siku 3-4. Yani katika siasa zetu za Afrika hayo mambo yapo duniani kote, kwamba hamwezi kuwa salama kama kweli joto ya siasa ya demokrasia ipo kwa nguvu. Kwa hiyo si jambo la kuwa na kuwapa watu hofu. Hiyo wachukulie kwamba hiyo ndio siasa yenyewe, kwa sababu hata uamuzi wa no reform no election ulikuwa ni uamuzi wao wenyewe kwenye vyumba vyao. Sasa kama walisema kama hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi, na mabadiliko hayakufanyika na uchaguzi hawapo, leo wako nje ya uchaguzi, tuchukulie ndio sehemu ya siasa yenyewe, na yenyewe sehemu ya siasa vile vile. Ni siasa hiyo bwana, wamefanya siasa. Leo tunazungumza imekuwa ni hoja, ni siasa hiyo. Kwa hiyo si swala kuwapa watu hofu, na mimi sidhani kama kunaweza tukamzungumzia mtu kwamba kuna mtu amesababisha hiyo. Hapana, chama kilichofanya na ndicho kinachokuja kuendelea kutokea ni sehemu ya kukua kwa demokrasia, kwa sababu kama kuna mapungufu wameyaona na hayo mapungufu wanaamua kuyapigia kelele, basi ndio demokrasia yenyewe inakuwa, kwa sababu inawezekana hicho kilichopigwa kelele kikafanywa kazi, na kikifanywa kazi ndio kukua kwenyewe kwa demokrasia. Sawa. Yes. Kwanza ni kondoe wa Kitu kimoja, hiyo haiwezekani. Haiwezekani kwa sababu gani?
Kwa nini sisi tulisajili chama wakati CCM ilikuwepo, Chadema ilikuwepo, CUF ilikuwepo na wengine walikuwepo? Nikupe mfano mmoja. Tupo Songea hapa. Sisi ni wakulima tutasongea wote. Hivi kwenye shimo moja ukachukua punje ya muhindi, ukachukua punje ya mtama, ukachukua punje ya mpunga, ukatia kwenye shimo moja, utatoka mche mmoja? Mzee Mapunda. Inawezekana? Haiwezekani. Kwa hiyo utatoka mpunga, utatoka mtama, utatoka hili. Ndio maana yake. Ndivyo ilivyo siasa. Siasa ni ile ideology, ile imani. Sisi tunaamini nini? CCM wanaamini nini? CUF wanaamini nini? Shida iliyopo nyinyi huwa muwauzaga hawa vyama kwamba hivi chama chenu mnaamini nini? Yaani ile itikadi. Tunaamini nini? Hicho tunachoamini inategemea sasa katika vyama hivi 19 kuna vyama labda vitatu vinaamini kama ninavyoamini mimi, ndio tunaweza tukaungana hivyo. Lakini kama wewe unaamini unachoamini, wewe Azam unaamini unachoamini, ITV anaamini anachoamini, Mambo Leo TV anaamini anachoamini, si nani anaamini anachoamini, kuwaunganisha itakuwa ngumu kwa sababu policies zinatofautiana. Wewe nyinyi chombo chenu kina policy yenu, chombo cha huyu kina policy yake, chombo kile pale kina policy yake. Sasa kuweka pamoja, huo ni mjadala mkubwa ambao utahusisha, yani sio jambo la kusema tu kwenye media inawezekana. Mimi naona haiwezekani kimfumo, na ndio maana ya uwepo wa hivyo vyama vingi. Hata waliofikiria huko mwanzo, waliofikiria kuwe na hivyo vyama vingi vya siasa, unafikiri walishindwa kuamini kwamba watu wote kisiasa wanaweza tukaamini kitu kimoja. Mfano sisi kwenye miundombinu tulisema wakati wa uchaguzi mkuu wa rais, na tunaendelea kusema, na mheshimiwa mbunge amekwenda kule, tumempa gari ambayo inaweza kupita kwenye matope, inaweza kupita kwenye maji, kwenye mchanga, kwenye nini, kwamba amekwenda kila sehemu alipotaka kwenda, hata kama dinasa, lakini amekwenda ambao wengine wameshindwa kwenda, aone mazingira yalivyo, ili atakaposimama kwenye bunge kuzungumza na Wizara ya Ujenzi, kupeleka message kwa waziri wa ujenzi, ipelekwe message ambayo ina uhalisia na hali halisi iliyopo kule. Tuliwaambia njia peke yake ya kuondoa changamoto ya miundombinu ya barabara katika taifa hili ni kurudi kwenye barabara za zege. Barabara za zege mifumo yake ni mepesi kwa sababu material wa 99% tunayo wenyewe. Tuna milima ya mawe nchi nzima. Kwa hiyo hakuna shida kuanza kutafuta material kwa shida. Tuvunje milima ya mawe, tuweke zege kwenye mikoa. Material ya kutengeneza simenti tunayo, ya kumwaga yapo Runda yana mwenyewe. Hapo kilo hapo unabeba matani kwa magari, kwa malori. Yaani unaokota, unaingia kwenye milima huko, unaokota, unatia kwenye gari, unakwenda kuwapelekea wanaosaga mashine, wanaosaga kwa ajili ya kutengeneza simenti. Chuma, tuna ile mchuchuma Liganga. Hakijaguswa, tuna chuma ni matilioni ya cubic kule. Haijaguswa. Kwa hiyo swala la nondo sio shida, ni kwenda pale kwenye mchuma kuandaa utaratibu, kuvuna kile chuma, kutengeneza nondo, kuchukua mawe, kupeleka kwenye kusaga, kufanya simenti na mijiwe kwa ajili ya kuweka barabarani. Nchi nzima mijiwe imejaa. Tutaondokana hii habari kusubiri lami mpaka itoke Kuwait, itoke wapi na ufisadi umo uwe kusibia 10% waende kule kuongopa kununua mapipa yaje hapa uanze kupika. Hata kama unapika miogo kwenye babando umwage barabarani, unamwaga mwaka huu, baada ya miaka miezi 2 3 6 miezi 8 imebomoka tena imekwisha. Njia peke yake ya kuondokana na changamoto ya barabara za vijijini na mjini ni kurudi kwenye mfumo wa kutumia barabara kwa kiwango cha zege ambacho material yake 100% tunatoa ndani. Sasa haya mambo ndo sasa wenzangu wengine hawazungumzi hivyo. Maana kama wangekuwa na CCM wanaamini kama ninavyoamini mimi, leo mimi ilikuwa sio muda kusema. Mzee Magufuli hapa wakati wa wake namuuliza yule mzee, aliwaambia bwana, kwa nini barabara za zege zina shida gani wakati misimenti hapa ipo? Na kwa kipindi chake kwa muda mfupi, leo Dar es Salaam maeneo mengi tunafaidika hizo barabara za zege. Ni very simple. Hii hapa ni zege, yani milima iko pale, vunja mlima pale, leta hapa simenti, weka hapo tu mpaka pale, na ile zege ukinyesha mvua ndio inafurahi. Yaani ndio inazidi kuimarika. Hakuna shida, ni barabara za kuaminika. Lakini wao waamini tunatuamini sisi, wao wanaamini kwenye kupiga, wanaamini kwenye ufisadi, waagize kitu Ulaya, waende kwenye sheria ya manunuzi. Chupa ya maji ya kunywa ya Uwai ya shilingi 1000, kwenye bei jumla shilingi 600, lakini ukienda kununua kwa sheria ya manunuzi unaongeza, na huyo anayehusika na kununua anaongeza, ambapo duka la kawaida hapo unanunua shilingi 600, ukienda pale kwenye bunge tunakunywa pale kwenye mgao wa bunge shilingi 1500. Ni kwa sababu gani? Zimetungwa sheria za kuhalalisha watu kufanya manunuzi kwa bei kubwa. Hiyo ndio shida, sisi hatuamini katika hayo. Kwa hiyo kuungana inakuwa ngumu kwa sababu wanachoamini chama X sicho ninachoamini mimi. Ikitokea katika vyama vilivyopo kuna watu tukaonekana tunaamini tunavyoamini kwa pamoja, kama itakuja hoja mezani ya kuungana, hiyo ni hoja kubwa na inaweza kwa, lakini mimi kwa mtazamo wangu naona hiyo haiwezekani kwa sababu siasa inasimamiwa na sera, inasimamiwa na ile imani wanaita itikadi.
Sasa itikadi zetu ziko tofauti, na kwa hiyo swala kuunganisha mzee nani Mlengwa ni gumu.